Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Nge. Kusalimiwa na watu wengi kwa wakati mmoja. Utapata heshima kubwa kwa jambo. Utafanya kitu cha kuwafunza watu. Wachache wenu mshahara kuongezeka. Kufanya maandalizi mazuri ya kitu. Kusoma kitu na kuelewa vizuri. Kuonesha hali ya ujasiri kwa jambo. Wachache wenu kutaabika kwa kitu. Utakuwa na hali ya uzito wa kusikia vizuri. Kusita kukubali kitu. Utahisi kudanganywa. Kuhofia kutapeliwa. Kupata hali ya mshtuko. Kumuadabisha mtu. Mtu wako wa karibu atapata anguko litakalomuumiza. Kuna heri itakufikia. Nyota ya Samaki. Mtu ataacha kukufikiria vibaya. Kuonesha kitu kwa uthibitisho. Kuzingatia kitu au taarifa utakayoipata. Kuonesha hali ya ukubwa utakapokuwa na mtu. Kumpa mtu kitu kwa tahadhari. Kuhudhuria sherehe. Baadhi yenu mtakuwa wenye maumivu sana, ila hutotaka hilo kuliweka wazi. Nyota ya Kaa. Kuondoka sehemu ukiwa na mawazo. Kwa sasa umekuwa mwenye kuwaza sana. Utahitaji kumpatia mtu kitu kama shukurani au kwa kupenda tu. Kuacha ukumbusho sehemu ambao utakuwa unatajwa sana. Kufanya kitu kwa uzoefu mkubwa. Kumwona mtu utakayemfananisha na mtu unayemfahamu. Kupenda kitu kwa ladha yake. Utapata kitu kizuri. Utakuwa mwenye kutabasamu kwa sababu ya kitu. Nyota ya Punda. Utashindwa kuwa muwazi kwa mtu. Hivyo utafanya kuhisi vibaya. Utakuwa kwenye visababishi vitakavyofanya upoteze heshima yako. Mtu kudharau unachomwambia. Mtu atahitaji kurudiana na wewe. Kufahamu kitu kutoka kwa mtu. Kusifiwa au kupongezwa kwa jambo. Utaamua kumfungukia mtu jambo. Suala la kipato au pesa zitakufikia kwa ukubwa kuanzia sasa. Nyota ya Mshale. Utafanikisha kitu. Baadhi yenu kuwa na wasiwasi sana. Utayahisi maumivu ya mtu anayoyapitia. Utahitaji kujifunza kitu kutoka kwa mtu. Utashindwa kuvumilia kitu, hasa unapoona mtu anakiuka mipaka yako. Kukataliwa kitu. Maneno yako yatafanya mtu ajihisi vibaya. Mtu atakubali ombi lako bila pingamizi. Kutafuta nafasi ya kuonana na mtu. Kuridhia kitu. Utasita kufanya jambo kwa kuhisi matokeo mabaya. Utahisi mtu anakuchunguza au yuko na shaka kwako. Kupenda kukaa na mtu kwa muda mrefu katika hali ya kubadilishana mawazo. Kuhisi hali ya kiungulia. Nyota ya Simba. Kupata upinzani katika jambo. Kulichoka tatizo linalojirudia. Utakuwa wa kwanza kupata taarifa muhimu. Baadhi yenu mtapata safari ya ghafla. Ajira kupatikana. Kufanya kitu kwa ukamilifu. Nyota ya Mapacha. Kutolala kabisa. Unahisi kutotendewa haki na mtu. Utaubaini ukweli uliojificha. Kumfanyia mtu kitu cha kumkaraisha. Utaujua usaliti wa mtu. Kutafuta kitu ikiwa kipo karibu yako. Kuipambania haki yako. Kuonesha hali ya upendo kwa mtu. Hisia zako zitamfanya mtu akumbuke mbali sana. Kutokana na hali ulioionesha. Kuhisi kisunzi au mapigo ya moyo kuwa kasi. Mtu ataongea mengi kwako. Mtu atajihisi vibaya kwa aliyokutendea. Kuzungumziwa kwa namna nzuri na mtu usiyekuwa na mazoea naye. Nyota ya Mizani. Kuacha kumfuatilia mtu. Ila kuna jambo utakuwa mwenye kulihisi mara kwa mara. Utaonesha hali ya kumtenga mtu. Mtu ataficha anachokihisi kutoka kwako. Ila utamuona tu kuwa hayuko sawa au hatakuwa na uchangamfu kwako. Hutopenda kelele. Unahitaji kupumzika zaidi. Mtu anahisi unamficha jambo. Kulalamika kuumwa.
Utajua kuwa mtu yuko na wivu kwako. Hutotaka mabishano na mtu. Matamanio yako ni kuwa na amani ya moyo na kuwa na mtu umpendaye. Furaha yako inaficha mengi moyoni. Utajiondosha katika ushindani usiokuwa na maana. Utafikiria kuhama makazi. Nyota ya Ndoo. Kuhisi mtu hapendi kukuona ukiwa na furaha au ukiwa kwenye mafanikio. Chuki za ndugu au watu wa karibu utazijua. Kuongea kitu kwa wema ila kitaleta shida. Kuhisi mdomo mchungu kutokana na homa uliokuwa nayo. Siku hizi unachoka sana mwili na homa pia zisizoisha kukufikia. Kupata mafunzo ya teknolojia au kisayansi. Kuikataa hali inayokudhoofisha moyo. Uko na jitihada na malengo makubwa, lakini unaendelea kukata tamaa kwa kutopata ushirikiano mzuri. Kupata kitu kwa mara nyingine tena. Mtu atajishtukia kwa kuhisi anakukosea. Nyota ya Mbuzi. Kufanya kitu kwa umakini. Usiku wa leo unaweza kulala kwa wasiwasi. Kuhisi mtu ana changamoto. Ubishi wa mtu utakukera. Kujihisi kuelemewa kwa jambo. Unachoka ila unazidi kupambana mwenyewe. Kufanya kitu kwa kumhofia mtu. Utajaribu kufanya kitu kwa mapendekezo yako. Utaacha kumsikiliza mtu sana kwa anayokuambia. Mtu atafurahia uwepo wako. Tarajia mtu kuhitaji msaada kutoka kwako. Nyota ya Ng'ombe. Kuona sana picha za harusi. Kuna jambo la heri linaweza kukufikia. Utajivunia kuwa na kitu. Kupona tatizo fulani. Kuhisi ni muujiza kutendeka kwako kwa kitu ambacho hukutarajia. Kuna muda unaweza kujihisi huzuni, ila itapotea hali hiyo. Jino kuuma au fizi kuuma na kutoa damu. Kufanya mabadilishano ya kitu. Kulala kwa furaha. Usaidizi mkubwa kukufikia kwa wachache wenu. Hutokuwa mwenye kupata muda mzuri wa kulala. Utafanya kitu kizuri. Kuondosha kinyongo moyoni mwako. Na heri kufunguka. Utashukuru kufahamiana na mtu. Kulizia kitu kwa moyo mkunjufu. Unakumbushwa kitu ndotoni. Hivyo tekeleza. Nyota ya Mashuke. Mtu atakuoneshea upendo wa wazi bila kujificha kwako. Huzuni ya mtu itakuhuzunisha pia. Utafanya mtu akosee kitu. Utaahidi kuwa pamoja na mtu. Utazidisha jitihada na ujuzi kwa unachokiamini. Utalifikiria jambo la mtu kwa muda mrefu. Unachokiongea kwa hisia mtu anapata ujumbe kuhusu hilo. Utampatia mtu pesa. Utajihisi utulivu baada ya kitu kukufikia. Wachache wenu kuna hali ya homa utakuwa mwenye kuihisi. Na kwa siku chache kuumwa. Utapanga kusafiri. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.